Siku zote nilikuwa nakitazama nikizani kilikuwa kinaonyesha sura yangu, kumbe kilikuwa kinaisoma roho yangu. Sikujua leo kimeamua kusema ukweli, na ukweli unauma kuliko ukimya. Kioo kinaniangalia kama kinajua kila nilichoficha. Nilijaribu kutabasamu, lakini macho yakawa mashahidi dhidi yangu. Kioo kinaniangalia bila huruma, bila kuogopa. Nilikifuata ili nikatazame sura yangu. Nikakuta ukweli mchungu, ukweli wa maisha yangu niliyoishi kwa muda mrefu sana. Nilisimama mbele yake asubuhi ya leo kama nilivyofanya siku nyingi nyuma, lakini leo hakikuonyesha sura yangu. Kilionyesha ukweli wa maisha uliojificha ndani yangu kwa muda mrefu. Kikasema, mbona umejifunza kutabasamu hata kama umevunjika? Mbona umejifunza kusema uko sawa hata kama hata usingizi umekukimbiza? Niliangalia pembeni, lakini ukweli mchungu siku zote huwa hauna mlango pa kutokea. Maumivu ya uhalisia niliyokuwa naambiwa na kioo yalizidi kunichoma zaidi moyoni. Kioo kikacheka kimya kimya, ishara ya mwalimu anayemjua vizuri mwanafunzi wake. Kikasema, ni kwa muda mrefu sana umeficha majeraha yako kwa nguo nzuri. Ni kwa muda mrefu sana umeficha huzuni zako kwa tabasamu nzuri, lakini macho yako yamekuwa mashahidi dhidi yako. Ndipo nikagundua kwamba kuna muda macho yanaweza yakazungumza hata kama mdomo umefumba kimya. Nikakumbuka msemo wa wahenga waliowahi kusema kuwa maji yakishamwagika hayazoleki, lakini hawakusema kuwa muda ukimwacha mtu haumwachi kama alivyokuwa nyuma. Kioo kikaniuliza, unamkumbuka yule uliyekuwa zamani? Yule aliyekuwa na ndoto kubwa kuzidi hofu zake? Yule aliyekuwa naamini katika kesho kabla maisha? Nilimkumbuka. Kioo kikaendelea, ulipotea lini? Ni siku gani wewe ulianza kuishi kwa ajili ya kuwafurahisha wengine? Ni saa gani wewe ulianza kuogopa kuwa wewe? Hakika maswali yake yalikuwa ni mawe, na kila jiwe lilikuwa linaangukia moyoni. Nikakiona kikionyesha sura yangu, lakini ndani yake nikamwona mtoto niliyewahi kuwa zamani. Nikaona ndoto nilizoziacha njiani, nikaona ahadi nilizozivunja, nikaona muda ukinipita kama moshi wa moto. Na hapo nikajifunza kwamba kumbe kioo hakionyeshi uso, bali kinaonyesha umbali uliopo kati ya wewe na yule uliyepaswa kuwa. Hapo ndipo nikaogopa zaidi, kwa sababu adui niliyemtafuta aje alikuwa amesimama mbele yangu kwa muda mrefu pasipo mimi kujua. Niliamua kuondoka mbele ya kioo, lakini sikuondoka na sura yangu. Niliondoka nikiwa na swali moja muhimu, kwamba je, nimebadilika kwa sababu nimekuwa, au nimebadilika kwa sababu nimechoka?